Na leo tutajifunza somo moja linaitwa vitu viwili vinavyochochea ukuaji wako wa kiroho. Vitu viwili ambavyo vitakavyochochea ukuaji wako wa kiroho. Vitu viwili vitakavyochochea ukuaji wako wa kiroho. Tutaangalia vitu viwili ambavyo vinaweza kuchochea ukuaji wako wa kiroho. Kuchochea maana yake ni vitu ambavyo vitakavyosababisha wewe ukue kiroho, utoke hatua moja kwenda hatua nyingine. Sasa Biblia imeandika vitu vingi, lakini taviongelea vitu vikuu tu ambavyo ni chachu ambavyo vitakuchochea, vinaakti kama catalyst ya ukuaji wako wa rohoni. Kwa sababu usipo activate vitu hivi, usipovifanyia vitu hivi kazi, nini kitatokea? Utadumaa kiroho. Sasa hakuna mtu ambaye anapenda kudumaa kiroho. Kwa kila mtu anatamani atoke hatua moja kwenda hatua nyingine kiroho. Mfano mzuri ni huu. Unapokuwa umezaa mtoto na mtoto wako akapiga hatua moja, mwaka wa kwanza akakuwa vizuri, na mwaka wa pili akakuwa vizuri, na mwaka wa tatu akakuwa vizuri, alafu mwaka wa 4 mtoto wako akastack, ukuaji wake akadumaa, hakui, yuko pale pale, haongezeki wala hapungui, yuko pale pale. Sisi tunaita udumavu. Sasa inapotokea jambo la namna hiyo, mzazi hawezi kufurahia hata kidogo. Kwa kuna vitu ambavyo mzazi atawekeza nguvu kwenye vitu hivyo ili viweze kumsaidia yule mtoto aweze kukua vizuri. Narudia tena. Kuna vitu ambavyo mzazi atakapoona mtoto wake amedumaa kimwili, hakui, hasongi mbele, kinga za mwili ziko chini, mifupa yake si mizito au haiko imara, si strong. Kwa kuna vitu ambavyo atafanya kama mzazi kuweza kuchochea ukuaji wa yule mtoto. Kama mama haelewi vitu vya kufanya, anaweza kaenda kwa daktari au mtaalamu wa mambo hayo, akamsaidia kumshauri nini cha kufanya ili mtoto wake aweze kutoka kwenye hali ya udumavu na kwenda kwenye hali ya ukuaji, kukua vizuri. Na yule mtu ambaye utakaenda kumuona atakavyofanya, atakuonyesha vitu ambavyo ukimpatia mtoto wako, ukuaji wake utakuwa kwa spidi kubwa. Na hii ndio furaha ya kila mzazi, kuona mtoto wake akikua kwa spidi kubwa, urefu ukiongezeka, uzito ukiongezeka kwa spidi kubwa. Hii ni furaha ya kila mzazi. Na Mungu vile vile anafurahi kuona watoto wake wanakuwa rohoni. Hafurahi kuona watoto wake wamedumaa, wameishia hapo hapo, hawakui wala hawaongezeki kiroho. Haipendezi hata kidogo. Bali ni furaha kwa Mungu kuona watoto wake wanakuwa na kuongezeka kila siku. Sasa nisikilize vizuri uweze kuelewa somo hili vizuri sana. Kwa hiyo rohoni sasa kuna vitu ambavyo ukiviapply kwenye maisha yako, ukuaji wako wa rohoni utaongezeka kwa spidi kubwa. Sio, unaweza kuelewa kitu. Kuna vitu ambavyo tutajifunza vitu viwili katika somo hili. Kuna vitu ambavyo ukivifahamu na ukaanza kuviapply na kuviexercise kwenye maisha yako, ukaanza kuvifanyia kazi kwenye maisha yako hayawezi kubaki kama yalivyokuwa. Rudia tena. Kuna hizi siri ukizifahamu juu ya vitu ambavyo vinachochea ukuaji wa mtu wa rohoni, na ukaanza kuvifanyia kazi siku baada ya siku, kwa sababu mtu hakui siku moja. Kama jinsi mwilini mtu ambavyo hakui siku moja, na rohoni hivyo hivyo mtu hakui siku moja. Kwa hiyo ukuaji wa mtu wa rohoni is a process. It's a process. Wanaona kuna watu wengine wao wanatamani siku hiyo akue kama mtu wa miaka 5 na kadhalika. Hapana. Rohoni hakuna shortcut. Kama vile katika ukuaji wa mwili hakuna shortcut, na rohoni hakuna shortcut. Hakuna shortcut. Rohoni ili uweze kukua rohoni hakuna shortcut. Kwa lazima upitie kila hatua ili ukapate kukua, ili ukapate kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa kuna vitu vya kufanya wewe kama Mkristo.
Kuna vitu vya kufanya vya kuapply kwenye maisha yako ili ukuaji wako sasa wa rohoni ukatoke kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine kwa spidi kubwa. Lakini sio jambo la siku moja, ni jambo endelevu. Kwa hiyo kama mtu unataka ukue rohoni siku moja, hili somo si lako. Hili ni watu ambao wanasikiliza waweze kufata hatua za ukuaji wa kiroho. Maana ukuaji wa kiroho unakuwa kila siku. Hatua uliyopiga jana na leo unapiga hatua nyingine, na kesho unapiga hatua nyingine, na kesho kutwa unapiga hatua nyingine. Narudia tena. Katika maisha ya rohoni hakuna shortcut. Katika maisha ya rohoni hakuna shortcut. Lazima upitie kila hatua ili ukapate kukua rohoni. Katika maisha ya rohoni mpendwa, hakuna shortcut. Lazima upitie kila hatua ili ukapate kukua rohoni. Hakuna shortcut kwamba unaweza ukapita hivi ukakua kwa spidi kubwa pasipo kufuata process ya ukuaji wa rohoni. Huwezi kufika. Kwa lazima ufuate hatua zote za ukuaji wa roho. Kwa kiroho lazima uzifuate zote. Hilo somo jingine tutakuja tuangalie siku nyingine, hatua za ukuaji wa kiroho. Lakini leo tunaangalia vitu viwili vinavyochochea ukuaji wako wa rohoni. Sasa jambo la kwanza ambalo litakalochochea ukuaji wako wa roho yako, jambo la kwanza ambalo kitu cha kwanza ambacho kitakachosababisha ukue kwa spidi kubwa kiroho ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni catalyst ambayo itakayokusaidia ukue rohoni kwa spidi kubwa. Neno la Mungu ni kichocheo ambacho kitakachochochea ukue kiroho kwa spidi kubwa. Hakuna shortcut. Lazima neno la Mungu ulifanyie kazi ukapate kukua kiroho. Pasipo neno la Mungu huwezi kukua. Takuonyesha kwenye maandiko. Neno la Mungu ndio linachochea ukuaji wako wa rohoni. Kwa sababu ukitazama mtu wa mwili na mtu wa roho walivyo, ni kama wanafanana vitu ambavyo wanahitaji. Mtu wa mwili anahitaji chakula cha mwili akapate kuishi na kukua. Na mtu wa roho anahitaji neno la Mungu ambalo ni chakula cha roho akapate kukua. Kwa hiyo mwili ukiunyima chakula, mwili ukiunyima maji, utafubaa na kudumaa, hauwezi kukua. Kwa hiyo ili mwili uweze kukua na kuongezeka, mwili unahitaji chakula, mwili unahitaji maji ili ukapate kukua na kuongezeka kwa spidi. Roho ili iweze kukua, roho yako inahitaji chakula, na chakula hicho ni neno la Mungu. Kwa hiyo roho yako ukinyima chakula na chakula hicho ni neno la Mungu, nini kinatokea? Utadumaa kiroho. Kwa hiyo ili uweze kukua rohoni, ni lazima roho yako iweze kulishwa. Kwa hiyo chakula ndio kichocheo kikubwa cha ukuaji wa mtu mwilini. Kwa hiyo na rohoni vile vile, chakula cha kiroho ni kichocheo kikubwa cha ukuaji wa mtu rohoni. Narudia tena. Chakula cha kiroho ni kichocheo kikubwa ambacho kitakachochochea wewe kukua kiroho. Roho yako ikue, roho yako iongezeke, usibaki kama ulivyokuwa. Kuna roho za watu zimefubaa, kuna roho za watu zimedumaa. Watu wamedumaa rohoni, watu wamefubaa rohoni. Kwa nini? Kwa sababu hawazirishi roho zao. Watu wengi wamefubaa rohoni, watu wengi wamedumaa rohoni, watu wengi ni dhaifu rohoni. Si kwa sababu hawaendi kanisani, no. Si kwa sababu hawaimbi, no. Ni kwa sababu mioyo yao haina neno la Mungu. Mioyo yako tupu, roho zao zina njaa,
roho zao zinatembea na upepo wa kila aina, ukiwapuliza wanaanguka. Kwa nini? Kwa sababu roho zao ni dhaifu, hazilishwi. Roho yako usipoilisha, lazima uwe dhaifu rohoni. Usipoipa roho yako chakula na kuilisha kila siku, nini kinatokea? Roho yako lazima iwe dhaifu. Tunaweza kujiuliza, mtumishi wa Mungu, kwa nini mimi rohoni nimekuwa dhaifu namna hii? Siwezi kuomba tena, sisikii hamu ya kwenda kanisani tena na kadhalika. Kwa nini? Kwa sababu roho yako iko tupu, umeinyima chakula, imekuwa imedhoofu sasa. Kwa roho yako imedhoofika, imebecome weak, imekuwa dhaifu. Kwa nini? Kwa sababu hailishwi kila siku. Kwa kama jinsi unavyoulisha mwili wako, asubuhi unakunywa chai, mchana unakula lunch, na jioni unakula dinner, vivyo hivyo ilishe roho yako. Asubuhi ukiamka, ilishe roho yako neno la Mungu. Mchana ukipata nafasi, ilishe roho yako neno la Mungu. Usiku ukipata nafasi, ilishe roho yako neno la Mungu. Usiache roho yako ikastavu na njaa. Usiache roho yako ikafa na njaa, ambalo ni neno la Mungu. Usiache roho yako ikafa na njaa. Asubuhi unapoamka, kabla kunywa chai, ilishe roho yako. Kwa sababu roho yako ni ya muhimu kuliko hata mwili wako. Kwa sababu uhai hauanzi mwilini, uhai wako unaanzia rohoni. Asubuhi ukiamka, anza kuilisha roho yako kabla hujaulisha mwili wako. Mchana kabla hujala lunch, anza kuilisha roho yako. Ipe lunch roho yako kabla hujalala lunch yako. Usiku kabla hujaulisha mwili wako, kabla hujaupa chakula mwili wako, ipe roho yako chakula. Ilishe roho yako chakula. Feed your heart with the word of God. Asubuhi ukiamka, ilishe roho yako. Mchana ilishe roho yako. Usiku kabla hujalala, lisha roho yako. And then your life, maisha yako hayatabaki kama alivyokuwa. Roho yako itakuwa na nguvu. Roho yako itakuwa kila siku. Kwa nini? Kwa sababu inalishwa karibia mara 3 kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Kwa heri kuonyeshe neno la Mungu linachofanya katika ukuaji wa mtu rohoni. Kwa heri kuonyeshe katika kitabu cha Petro, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 2. Kwa heri kuonyeshe neno la Mungu linachosema katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 2. Neno la Mungu limeongea vizuri sana hapa. Neno la Mungu linasema hivi: kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Sasa tazama, Petro anatuandikia waraka huu, anatuambia kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Kwa hiyo sisi rohoni ni wachanga, bado tunakuwa. Hata wanaonisikiliza hapa, tuna level tofauti. Kuna watu ambao wamefikia viwango tofauti vya roho. Sasa tazama, Petro anatuambia hivi: kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Kwa anatuambia sasa, sisi watoto wa Mungu tuyatamani maziwa yasiyogoshiwa. Tuyatamani hayo maziwa yasiyogoshiwa. Maziwa anachomaanisha ni nini? Maziwa anachomaanisha hapa Petro ni neno la Mungu. Kwa anatuambia sasa, enyi watoto wachanga, litamanini neno la Mungu kama watoto wachanga waliozaliwa sasa. Na hii ndio sifa ya uhai mtu rohoni. Mtu anapokuwa hai rohoni,
sifa ya kwanza au dalili ya kwanza kuonyesha uhai rohoni ni kiu au njaa ya chakula, kiu au njaa ya maziwa, ambayo maziwa hayo ni neno la Mungu. Kwa hiyo kiu na njaa ya neno la Mungu katika maisha ya Mkristo inaonyesha uhai wa mtu rohoni. Kwa tutatazamaje na kujua huyu mtu yuko rohoni? Dalili ya kwanza ya kujua huyu mtu yuko hai rohoni ni kuona kiu na njaa ya nini? Ya neno la Mungu ndani ya moyo wake. Kwa ukitaka kujijua uko hai rohoni au umekufa kiroho, utajuaje? Kwa kuona kiu na njaa ya neno la Mungu ndani yako. Kwa roho yako itakuwa ina kiu, iko thirst, ina kiu na neno la Mungu. Asubuhi ukiamka, roho yako ina kiu na neno la Mungu. Mchana ukipata nafasi, unaona roho yako ina kiu na neno la Mungu. Usiku unaona roho yako ina kiu, ina njaa. Ina njaa na nini? Njaa ya neno la Mungu. Hiyo ni dalili ya mtu yuko hai rohoni. Lakini mtu anapoanza kufa rohoni, nini kinatokea? Kwa mtu anapoanza kufa rohoni, mtu anaanza kupoteza kiu na njaa ya neno la Mungu. Kwa kupoteza kiu ya kusoma neno la Mungu, kiu na njaa ya neno la Mungu ni dalili moja wapo ya huyu mtu kurudi nyuma rohoni. Ni dalili moja wapo ya huyu mtu kurudi nyuma kiroho. Ni dalili moja wapo ya hatari katika roho yake. Lakini uhai wa roho unaonekanaje? Uhai wa roho unaonekana njaa na kiu. Ndio maana Yesu anasema katika kitabu cha Mathayo, heri walio na njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Kwa watu gani wanaoshibishwa? Ni wale walio na kiu, ni wale walio na njaa. Watu hao walio na kiu na njaa, hao Bwana atawashibisha. Watu hao Bwana atawashibisha. Kiu na njaa ni dalili moja wapo ya kuonyesha uko hai rohoni. Kwa mtoto anapozaliwa, dalili ya kwanza ya kuonyesha uhai na uzima ni kiu na njaa. Atakuwa na kiu na njaa ya nini? Maziwa ya mama yake. Anatamani tu maziwa, hatamani kitu kingine, bali anatamani tu maziwa ya mama yake. Hatamani kitu kingine bali maziwa ya mama yake. Ndio maana Petro akatoa mfano hapa, anasema kwamba kama vile watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Na sisi tu kama watoto wachanga wanavyotamani maziwa, na sisi tutamani vivyo hivyo maziwa yasiyogoshiwa. Yale maziwa ambayo ni maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Petro anasema tuyatamani hayo. Maziwa hayo ni nini? Ni neno la Mungu. Na sisi Petro anatuambia tuyatamani maziwa hayo. Kama mtoto mchanga anavyotamani maziwa, na sisi vile vile tutamani neno la Mungu. Na sisi vile vile tuwe na kiu na neno la Mungu. Kwa hiyo tuendelee sasa, tazama anachosema kwenye mstari huo. Kwa nini anatuambia kwamba tuyatamani maziwa ya akili yasiyogoshiwa ambalo neno la Mungu? Kwa nini Petro anatuambia tutamani maziwa yasiyogoshiwa ambalo neno la Mungu? Kwa nini anatuambia tutamani maziwa yasiyogoshiwa ambalo? Kwa nini Petro anatuambia tuyatamani maziwa yasiyogoshiwa ambalo ni maziwa ya akili yasiyogoshiwa? Kwa nini tunaambia tutamani kama watoto wachanga? Yana kazi gani haya maziwa katika maisha ya Mkristo? Kwa nini Petro anatuambia tuyatamani haya maziwa ya akili, maziwa tena yasiyogoshiwa ambayo hayajachanganywa na maji, hayajachanganywa na chochote? Kwa nini Petro anatuambia tuyatamani haya maziwa yasiyogoshiwa? Why? Kwa nini? Ametupa sababu hapa. Moja, ametuambia, ametuonyesha, ametupa maelekezo tuyatamani hayo maziwa ya akili yasiyogoshiwa kama watoto wachanga. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Amejibu hapa vizuri sana, anasema hivi, ngoja nikupe jibu. Ametujibu
Kwa nini tuyatamani maziwa ya akili yasiyogoshiwa? Anasema ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Tazama jibu la Petro. Anatuambia kwamba ili kwa hayo maziwa ya akili yasiyogoshiwa, kazi yake ni nini? Kazi ya maziwa ya akili yasiyogoshiwa, kazi yake ni moja. Anasema ili kwa hiyo mpate kuukulia wokovu. Ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Ili kwa hayo, ngoja turudie tena na tena na tena. Hii point ikae kwenye akili zetu tena na tena na tena. Kwa nini Petro anatuambia tuyatamani sana hayo maziwa yasiyogoshiwa, maziwa ya akili yasiyogoshiwa kama watoto wachanga? Kwa nini? Kwa sababu moja, ili kwa hayo tupate kuukulia wokovu. Ili kwa hayo tupate kuukulia wokovu. Ili kwa hayo tupate kuukulia wokovu. Maana kwa maziwa hayo yasiyogoshiwa tupate kuukulia wokovu. Kwa maana yake wokovu tunaukulia kupitia maziwa ya akili yasiyogoshiwa. There's no alternative. No alternative. Kwa kama sisi tunataka kukulia wokovu, lazima tuyatamani hayo maziwa yasiyogoshiwa, ambayo ni maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ambayo ni neno la Mungu. Kwa maana yake sasa, tukitamani hili neno la Mungu, hili neno la Mungu litatusaidia kwa kazi gani? Ili sisi tukapate kukulia wokovu. Kukulia wokovu. Kwa wokovu tunaukulia kwa kunywa maziwa ya akili yasiyogoshiwa kila siku. Ni kama jinsi mtoto mdogo anavyozaliwa anahitaji maziwa kila muda ili aweze kukua akapate kuwa na afya njema. Hivyo hivyo rohoni tunahitaji neno la Mungu kila siku ili tukapate kukua. Pasipo neno la Mungu tutakuwa dhaifu. Hatuwezi kukua. Pasipo neno la Mungu tutadumaa kiroho. Pasipo neno la Mungu tutakuwa dhaifu rohoni. Kwa kama shauku yako we baba, we mama, we binti, kama shauku yako ni kukua kiroho, jambo ni moja tu: yatamani maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo ukapate kuukulia wokovu. Yatamani yajae kwa wingi ndani ya moyo wako, kwa hayo ukapate kuukulia wokovu. Hakuna alternative. There's no alternative. Neno la Mungu ndio chakula cha roho yako. Hakuna alternative. Hakuna. There's no alternative. Hakuna mbadala wa neno la Mungu. Ukitaka ukue kiroho, feed your heart with the word of God. Jaza moyo wako na neno la Mungu. Kunywa maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Unataka ukue kiroho, kunywa maziwa. Kunywa maziwa. Utaweza kukua rohoni kwa spidi kubwa isiyokuwa ya kawaida. Kwenye neno la Mungu kuna nguvu itakayokuwezesha wewe kukua kiroho. Neno la Mungu litachochea, linaakti kama catalyst ya kuchochea ukuaji wako wa roho. Neno la Mungu litaakti kama kichocheo katika maisha yako ya rohoni. Litakuchochea wewe uweze kukua kiroho. Sasa kama mtumishi, bwana mimi naenda kanisani kila siku, itanisaidia kukua kiroho? Kwenda kanisani peke yake haitoshi. Mtumishi, bwana mimi kila siku nakusikiliza ukifundisha, kunisikiliza mimi haitoshi. Lazima upate muda personal wa kukaa wewe na Mungu, kusoma Biblia yako. Narudia tena. Lazima upate muda personal wa wewe na Mungu, kukaa kusoma Biblia yako. Funuo kuanzia Mwanzo, Kutoka, Malaki, Mathayo, Marko, Luka, Yohana, Matendo ya Mitume, Warumi, waraka wa kwanza Yohana, waraka wa pili Yuda, Ufunuo. Lazima usome neno la Mungu mwenyewe. Ukitaka ukue rohoni kwa spidi, neno la Mungu soma.
Soma. Kuna wengine wameokoka hata Biblia hawana. Kuna wengine wameokoka wana miaka hawajawahi kugusa Biblia zao. Hata wakienda kanisani, wanaenda makanisani na Biblia zao ili mchungaji tu akuone. Unaenda kanisani na Biblia yako ili padri tu akuone. Unaenda na kanisani na Biblia yako kama pambo tu watu wakuone. Hautembei na Biblia yako kama chakula ambacho ni uzima wako, ni kila kitu kwako. Hatutaki tutembee na Biblia ili watu watuone. Biblia tujapewa kama show off. Mungu ametupatia Biblia tukapate kuisoma, tukapate kuishi. Mungu ametupatia neno lake tukapate kulifunua na kula kila siku, tukapate kuishi. Mungu ametupatia neno lake tukapate kumjua yeye kila siku. Kwa neno la Mungu kuna kila kitu. Ukihitaji kukua, lazima uende hapa kwenye neno la Mungu. Ukihitaji kukua, unahitaji ukae kwenye neno la Mungu siku zote. Kwa sababu neno la Mungu litachochea ukuaji wako wa kiroho. There's no alternative. Kwa sababu hata Roho Mtakatifu, unaweza kusema mtumishi, mbona Roho Mtakatifu yuko ndani yangu? Neno la Mungu la kazi gani? Ili Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yako, anahitaji neno la Mungu. Neno la Mungu ni silaha. Kwa neno la Mungu, Roho Mtakatifu atatumia neno la Mungu kufanya kazi ndani yako. Ukitaka Roho Mtakatifu apate wakati mgumu wa kufanya kazi ndani ya moyo wako, usisome neno la Mungu. Kwa maana watu wengi wanaona kama Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yao. Kwa nini? Kwa sababu mioyo yao iko tupu. Hawana neno la Mungu ndani yao. Mioyo yao iko tupu. Hawakui. Sasa mbona mtumishi mimi sikui kiroho? Fulani ameokoka jana tu amenizidi na kadhalika. Kwa nini hujawekeza muda wako mwingi kwa neno la Mungu? Kwa sababu neno la Mungu linachochea ukuaji wako wa kiroho. Na tutajuaje huyu mtu amekuwa kiroho? Tutajuaje? Ni rahisi tu. Ufahamu wake juu ya Mungu utaongezeka. Kwa neno la Mungu litakusaidia wewe ufahamu wako juu ya Mungu kuongezeka. Neno la Mungu litakusaidia wewe kumjua Mungu zaidi. Wanatoa mfano rahisi. Kama wewe ni baba na mama, umezaa mtoto, na yule mtoto maybe mfano analala na wewe chumba kimoja, baba na mume wako au mke wako na kadhalika, unalala naye. Na utajuaje wakati sahihi wa kumtoa yule mtoto chumbani? Hautaangalia urefu wake, hautaangalia uzito wake, bali utaangalia ufahamu wake. Utakapoona mtoto ameanza kujua mema na mabaya, unaona huu ni wakati wa huyu mtoto kutoka. Kwa maana yake utaangalia ufahamu wake. Utakapoongezeka kuanza kutambua vitu, unajua mtoto amekua. Ndio unaweza kuona wakati mwingine mtu anaweza kara umri mkubwa lakini hajakuwa bado, akawa bado ni mtoto. Kinachotuonesha nini? Ufahamu wake. Na mtu mwingine mtoto anaweza kawa mdogo sana lakini akawa na akili au ufahamu wa kiutu uzima. Tuko tunasema mbona huyu mtoto ana maswali kama mtu mzima? Mbona huyu mtoto anaongea kama mtu mzima? Kinachotuonyesha hicho kitu nini? Ni ufahamu wake kwa huyo mtoto. Kwa maana yake tutajuaje huyu mtu anakuwa rohoni? Kwa vitu kwanza kuviona. Ufahamu wake juu ya Mungu unaongezeka. Kwa anaanza kumjua Mungu. Level yake na kiwango chake cha kumjua Mungu kinaongezeka hatua hata hatua. Huwezi kumjua Mungu pasipo kusoma neno la Mungu. Haiwezekani hata kidogo. Hakuna alternative. Haipo njia nyingine ya kumjua Mungu pasipo neno lake. Tunamjua yeye kupitia neno lake. Kwa ili spidi yetu ya kumjua iweze kuongezeka, ni lazima tusome neno lake kila siku. Kila siku lazima tulisome. Asubuhi lazima tusome, mchana lazima tusome, jioni lazima tusome. Unaposoma neno la Mungu litakusaidia.
Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu ni taa. Kwa hiyo tutazame kitabu cha Zaburi ya 119. Kitabu cha Zaburi ya 119 mstari wa 105. Bali kuonyesha hapa Zaburi ya 119 mstari wa 105. Uone kazi moja hapa ya neno la Mungu katika maisha ya muumini. Kitabu cha Zaburi ya 119 mstari wa 105. Neno la Mungu linasema hivi: neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa wewe Mkristo, unapojaza neno la Mungu ndani ya moyo wako, hilo neno la Mungu linakuwa taa kwako. Litakuangazia kila mahali ili usijikwae, ili usianguke. Pasipo neno la Mungu tunakuwa gizani. Pasipo neno la Mungu tutakosea njia. Neno la Mungu litakuwa ni taa. Litatuonyesha njia ya kupita, litatuonyesha njia ambayo sio ya kupita. Neno la Mungu litakwambia njia hii usipite, njia hii pita. Kwa nini? Neno la Mungu ni taa kwako. Neno la Mungu pia katika sura hiyo hiyo Zaburi ya 119 mstari wa 11. Neno la Mungu pia utakapolijaza ndani yako litakupa nguvu ya kuishinda dhambi. Ndio maana katika Zaburi ya 119 mstari wa 11 Daudi anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Kwa tunaanguka dhambini mara kwa mara kwa sababu kuu moja wapo: upungufu wa neno la Mungu ndani ya mioyo yetu. Mioyo yetu iko tupu. Hatuna neno ndani yetu. Ndio maana tumekuwa tukianguka dhambini mara kwa mara. Ukitaka uwe imara, usianguke dhambini mara kwa mara, jambo moja la kufanya: jaza moyo wako ndani. Jaza neno la Mungu ndani ya moyo wako. Neno la Mungu litakupa nguvu ya kuishinda dhambi. Nguvu ya kuishinda dhambi inapatikana wapi? Nguvu ya kuishinda dhambi inapatikana kwenye neno la Mungu. Nguvu ya kuishinda dhambi inapatikana kwenye neno la Mungu. Huwezi ukaishinda dhambi without the word of God. Huwezi ukashinda dhambi pasipo neno la Mungu. Unaishinda dhambi kwa neno la Kristo Bwana Yesu. Unashinda majaribu kwa neno la Kristo Bwana Yesu. Kwa Mkristo ambaye unakuwa rohoni, unataka ukue kwa spidi, unataka uwe na nguvu ya kushinda vishawishi, unataka uwe na nguvu ya kushinda dhambi, unataka Mungu akuangazie kwenye njia yako, jaza moyo wako na neno la Mungu. Utakuwa kwa spidi kubwa. Utakuwa kwa spidi kubwa. Utakuwa kwa spidi kubwa. Neno la Mungu alishia hapo. Neno la Mungu litakulinda pia. Unapolala neno la Mungu litakulinda. Tumesoma juzi kwenye hiyo Jumapili iliyopita kwenye Methali sura ya 6 mstari wa 24 mpaka 26. Tukaona maneno haya yatakulinda ulalapo. Yatazungumza na wewe uamkapo. Kwa maana yake neno la Mungu lina nguvu ya kukulinda unapolala. Hautaota ndoto mbaya. Watu wengi tunaota ndoto mbaya. Kwa nini? Kwa sababu mioyo yetu iko tupu. Tumejaza dunia ndani yetu kuliko kujaza Mungu ndani yetu. Na hivyo vitu vibaya vinatushambulia na kadhalika. Lakini ukitaka uone mabadiliko, anza kujaza neno la Mungu ndani yako. Hivi vitu viwili haviwezi vikakaa pamoja. Neno la Mungu na dunia haviwezi vikakaa pamoja. Lazima mmoja aondoke. Ukijaza neno la Mungu ndani ya moyo wako, dunia itaondoka ndani yako. Jaza neno la Mungu ndani yako, na dunia haiwezi kukaa ndani yako, bali Kristo Bwana Yesu atakaa ndani yako. Jaza neno la Mungu ndani yako. Jaza neno la Mungu ndani yako. Na hilo neno la Mungu litakufanikisha. Katika Zaburi sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3, Daudi anasema, heri mtu yule ambaye analitafakari neno la Mungu mchana na usiku. Atafananishwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Biblia inasema na mtu huyo ambaye anatafakari neno la Mungu mchana na usiku, huyo mtu atafanikiwa sana katika kila kitendacho. Jambo lolote litendalo mtu huyo litafanikiwa. Yupi? Anayelitafakari neno la Mungu mchana na usiku. Utafanikiwa. Maisha yako hawezi kubaki kama yalivyokuwa. Maisha yako rohoni huwezi ukabaki kama ulivyokuwa ukiwa unasoma neno la Mungu kila siku. Mimi kuona mtu ananiambia, "Tumishi, nimesoma Biblia hii mara nyingi sana. Nimeisoma na kuimaliza, nimerudia tena na tena na tena na tena na tena zaidi ya mara 10 mara 5 na kadhalika." Akaota ndoto mbaya. Wengi watu ambao wanasoma neno la Mungu wao wanaota ndoto nzuri. Kwa nini? Kwa sababu wamejaza neno la Mungu
ndani yao. Na wewe nini cha kufanya? Jaza moyo wako na neno la Mungu. Tusijaze dunia ndani ya mioyo yetu. Tusijaze nyimbo za dunia ndani ya mioyo yetu. Tusijaze habari za mitandao za umbea ndani ya mioyo yetu, bali tujaze neno la Mungu ndani yetu. Na maisha yetu ya rohoni hayatakuwa kama yalivyokuwa. Jambo la pili, kitu cha pili ambacho kinachochea ukuaji wako wa kiroho. Kitu cha pili ambacho kinachochea ukuaji wako wa kiroho ni maombi. Ni maombi. Ni maombi. Maombi na neno la Mungu vinaenda pamoja. Ni mapacha wanaofanana. Angekuwa ni neno la kitaalamu tunaita identical twins. Ni mapacha wanaofanana na wanaotembea pamoja. Kwa hiyo huwezi ukaongelea neno la Mungu pasipo kuongelea maombi, kwa sababu maombi ni matokeo ya neno la Mungu. Kwa hiyo ukitaka ukue kwa spidi rohoni, ukiwa umeshajaza neno la Mungu, unapata muda wa kuomba pia. Kwa nini? Kwa sababu maombi yatachochea lile neno, ufanyaji kazi wa neno la Mungu ndani yako. Kazi ya maombi ni nini? Ni kuactivate lile neno la Mungu lililo ndani yako. Ni kulichochea lile neno la Mungu lililo ndani yako lisiwe dormant. Ni kama unapoweka kuni na moto alafu unapuliza. Nini kinatokea? Ule moto unawaka zaidi. Kwa hiyo maana unapoweka neno la Mungu, na neno la Mungu ni kuni zile, na moto ule ni Roho Mtakatifu. Na unapopuliza ni neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ni pumzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa unapokuwa unaweka ni maombi, tuseme neno ni maombi. Kwa unapokuwa unapuliza, nini kinachotokea? Kuni zinawaka zaidi. Kwa maana yake unapoweka neno la Mungu ndani yako, na unapokuwa unapata muda mzuri wa kuomba tena na tena, unaomba tena na tena, unaomba tena na tena, unakaa kwenye uwepo wa Mungu, nini kinatokea? Neno la Mungu linakuwa active. Kwa maombi yanachochea, yana-activate ile neno la Mungu ndani yako. Maombi yana-activate ile neno la Mungu ndani yako. Neno la Mungu linakuwa na nguvu through prayer. Ndio maana unaweza kuona neno, ukitaka liwe na nguvu, omba, li-apply, utaona neno la Mungu likifanya kazi isivyo kawaida. Kwa pata muda wa kuomba. Jambo la pili ambalo maombi yanafanya katika ukuaji wako wa kiroho. Maombi ni sehemu ya kujenga mahusiano yako na Bwana Yesu. Kwa maana unapokuwa unakaa kwenye maombi, unaomba muda mrefu, nini kinatokea? Maana mahusiano yako na Bwana Yesu yanazidi kuwa imara. Narudia tena. Maombi ni muhimu. Kwa nini? Kwa sababu unapokaa kwenye uwepo wa Mungu kwenye maombi muda mrefu, maana nini kinatokea? Maana mahusiano yako na Bwana Yesu yanajengwa na kuwa imara, na kuwa imara, na kuwa imara, na kuwa imara. Sasa kuelewa kitu. Kwa sababu mahusiano yetu na Bwana Yesu ni ya muhimu sana kuliko unavyoweza kufikiri. Na hayo ndio yatakayochochea zaidi ukuaji wetu wa kiroho. Mtu mwingine unaweza kukuta anasoma Biblia lakini haombi, hapati muda mzuri wa kukaa kwenye uwepo wa Mungu kuomba. Na mtu mwingine unakuta anaomba lakini hapati muda mzuri kusoma neno la Mungu, ndio maana hawezi kuona matokeo. Kwa ukitaka uone matokeo ya ukikua rohoni vizuri, pata muda wa kusoma neno la Mungu, pata muda wa kuomba, pata muda wa kuomba, pata muda wa kulisoma neno la Mungu, pata muda wa kulisoma neno la Mungu, pata muda wa kuomba. Utaona ukuaji wako wa rohoni utakavotoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa grafu yako haitakuwa namna hii ya kupanda na kushuka, bali grafu yako itakuwa ya kupanda tu. Kwa nini? Kwa sababu maombi na neno vinaenda pamoja. Unapokuwa kwenye maombi, nini kinatokea? Maana pale unajenga mahusiano yako na Bwana Yesu. Unajenga mahusiano yako na Bwana Yesu. Unapokuwa kwenye maombi, unajenga mahusiano yako na Bwana Yesu. Kwa unaona kukua, unaona kuongezeka, unaona kukua, unaona kuongezeka, unaona kukua, unaona kuongezeka. Kwa usifanye kimoja kacha kingine, kwa sababu hao ni mapacha, wanaenda pamoja. Tazama
Unakuta mtu anaomba sana lakini hasomi neno la Mungu. Unaona ukuaji wake unakuwa ni wa changamoto, hawezi kuona matokeo vizuri. Au unakuta mwingine anasoma neno la Mungu na haombi. Nini kinatokea? Hawezi kuona matokeo ya kusoma neno. Lakini ukitaka kuona matokeo ya kusoma neno na ukitaka kuona matokeo ya kuomba, kama wewe ni msomaji mzuri wa neno, unatakiwa upate muda mzuri pia wa kuomba, ndipo utakapoona matokeo. Kama wewe ni muombaji mzuri, usisahau kusoma neno la Mungu, ndipo utakapoona matokeo. Ukikua rohoni kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu na maombi vinachochea ukuaji wako wa kiroho. Angalia Mkristo yote anapookoka, anapokuwa anachukua muda wake kukaa kwenye neno la Mungu, anachukua muda wake kuomba, nini kinatokea? Utaanza kuona anakuwa rohoni kwa spidi sio ya kawaida. Kwa ukitaka ukue rohoni kwa spidi sio ya kawaida, lazima vitu viwili vifanyike vyote kwa wakati mmoja. Neno na maombi lazima viende pamoja, mguu kwa mguu. Uweze ukatembelea mguu mmoja tu, tembelea miguu yote miwili. Unakanyaga neno la Mungu, unakanyaga maombi. Neno la Mungu, maombi. Neno la Mungu, maombi. Vinaenda together. Unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa lazima tupate muda mzuri pia wa kuomba ili uweze kukua, kwa sababu kwenye maombi ni sehemu sahihi ya wewe kujenga mahusiano yako na Bwana Yesu. Njia ya maombi ni nzuri. Kwa nini? Kwa sababu itakusaidia wewe kujenga mahusiano yako na Bwana Yesu. Yanaimarisha imani yako, yanaimarisha mahusiano yako na Bwana Yesu kila siku, kila siku, kila siku. Pata muda wa kuomba. Kabla hujaanza kusoma neno la Mungu, omba. Marike Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, nitakulisoma neno lako. Na wewe ndio mwandishi mkuu, nifunulie nikapate kuelewa maandiko. Unapomaliza kusoma Biblia yako, mwambie Roho Mtakatifu, asante kwa kunifundisha. Neno hili likakae ndani yangu na likazae matunda, Neno hili isiondoke bure, bali neno hili likazae matunda ndani yangu. Na utaona matokeo makubwa kwenye maisha yako. Unapokuwa unasoma neno la Mungu, au unapokuwa unaomba, usiwe na haraka ya kuona matokeo. Kwa sababu neno la Mungu ni mbegu. Unapoipanda mbegu, haioti wakati huo. Hapana, lazima ife, ipate joto, ikutane na giza kule chini, ikapate kuota. Kuna watu wengine wanaanza kusoma neno la Mungu leo, anataka kuona matokeo leo. Hapana. Soma neno la Mungu. Acha ile mbegu ambayo umeipanda ndani yako yote. Unaposoma neno la Mungu, acha ile mbegu ambayo umeipanda ndani yako yote. Unapochukua muda mrefu kwenye maombi, usiwe na haraka kuona matokeo. Acha tu uone maombi atakachofanya juu ya lile neno ambalo liko ndani yako. Ndani ya muda mfupi utaanza kuona matokeo ya kile ambacho umeweka ndani ya moyo wako, lile neno ambalo umepanda ndani yako. Lile neno ni mbegu ambayo imepandwa ndani yako. Yale maombi ambayo unaomba, utaanza kuona matokeo yake. Hayo matokeo ambayo maombi yanaleta neno la Mungu, yataanza kuleta matokeo katika maisha yako kwanza ya rohoni. Kwa sababu maisha ya rohoni ya muhimu kuliko kitu kingine chochote. Utaanza kuona neno la Mungu na maombi yanaleta matokeo kwenye roho yako. Unaona roho yako inakuwa. Ufahamu wako juu ya Mungu unaongezeka. Kwa sababu unapokuwa unaomba, pia unaomba Roho Mtakatifu akufunulie uweze kuelewa maandiko. That's prayer. Utaanza kuona maombi na neno la Mungu linafanya nini? Linafungua mwili wako. Utaanza kuona neno la Mungu na maombi linafanya nini? Unapata nguvu ya kuishinda dhambi. Utaanza kuona neno la Mungu na maombi linafanya nini ndani yako? Unashinda mawazo mabaya. Utaanza kuona maombi na neno la Mungu linafanya nini ndani yako? Ni kuzizimisha zile kelele za adui zilizokuwa zinapita kwenye ufahamu wako. Utaanza kuona neno la Mungu na maombi linafanya nini? Linaleta amani kwenye ndoa yako. Utaanza kuona neno la Mungu na maombi linafanya nini? Linabadilisha watoto wako walikuwa wenye tabia mbaya. Utaanza kuona neno la Mungu na maombi yanafanya nini? Yanabadilisha moyo uliokuwa mgumu wa mume wako, moyo uliokuwa mgumu wa mke wako, moyo uliokuwa mgumu wa wazazi wako. Utaanza kuona neno la Mungu linabadilisha mioyo yao. Kwa nini? There's power in prayer. There's power in the word of God. There's power. There's power. There's power. Kwa maisha yetu tukiwekeza kwa neno la Mungu, maisha yetu tukiwekeza kukaa katika uwepo wa Mungu siku zote, maisha yetu ya rohoni hayawezi kubaki kama yalivyokuwa.
Na kama maisha yetu ya rohoni yakibadilika, maana yake maisha yetu ya mwilini hayawezi kubaki kama ilivyokuwa. Tukastawi roho zetu zikastawi na kunawiri. Roho zetu zikastawi na kunawiri. Roho zetu zikastawi na kunawiri. Oh, hallelujah. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Ewe Mungu. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe Mungu wangu. Hallelujah. Nadhani umesikia neno la Mungu. Tumejifunza vitu viwili ambavyo vinachochea ukuaji wako wa rohoni. Tumejifunza vitu viwili ambavyo vinaweza vikachochea wewe kukua kiroho. Tumejifunza ni neno la Mungu na prayer, maombi. Lakini kama upo ambaye hujampokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, upo unanisikiza kwenye radio yako au unanitazama na hujampokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unasema mtumishi, nimeishi maisha ya dhambi, imetosha sasa. Mtumishi, nimeishi maisha yasiompendeza Mungu, imetosha sasa. Ninamtaka Bwana Yesu. Ninamtaka huyo Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninamtaka ndani ya moyo wangu. Ninamhitaji akapate kuwa msaada kwangu. Kwa sababu usipomkubali Bwana Yesu, hata ukisoma neno la Mungu upoteza muda bure. Ili neno la Mungu likapate kuwa na faida kwako, lazima umwamini Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unaweza kuwa unaenda kanisani lakini hujaokoka, hujamwamini Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hujampokea. Unaweza kuenda kanisani na unafahamu ninaenda kanisani kwa sababu mume wangu anaenda kanisani. Ninaenda kanisani kwa sababu mke wangu anaenda kanisani. Ninaenda kanisani kwa sababu wazazi wangu wamezaliwa kwenye kanisa hili. Ninaenda kanisani kwa sababu 1 2 3 4. Unaweza kuwa na sababu nyingi sana za kwenda kanisani. Lakini unafahamu ndani ya moyo wako kwamba maisha ambayo ninaishi si maisha yanayompendeza Mungu. Na unafahamu kabisa ndani ya moyo wako kwamba Yesu akija leo siendi. Unafahamu. Dawa ni moja tu, ni kumpokea Bwana Yesu na kumwamini. Ni kumpokea Bwana Yesu akapate kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Neno la Mungu linasema wakati wa wokovu ni sasa. Wakati wa wokovu ni sasa. Huwezi ukasema ngoja nitengeneze mambo yangu, niache dhambi hii, atufanye hivyo. Yesu ndiye atakayekupa nguvu ya kuishinda hiyo dhambi. Yesu ndiye atakayekupa nguvu ya kushinda udhaifu huo. Yesu ndiye atakayekupa nguvu ya kushinda addiction hiyo. Huhitaji utumie nguvu zako. Unahitaji umwamini Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Umkaribishe ndani ya moyo wako na Yesu atashiria nguvu na neema itakayokuwezesha kuishinda dhambi. Neno la Mungu ndani yako. Huyo Roho Mtakatifu ambaye Bwana Yesu atakupatia, atakupa nguvu na neema ya kuishinda dhambi. Huwezi ukaishinda dhambi peke yako. Wakati wa wokovu ni sasa. Hatujui kesho, hatujui siku wala saa ambayo mwana wa Adamu atakuja. Hatujui hiyo siku wala saa. Anaweza kaja sasa hivi, anaweza kaja kesho, anaweza kaja wakati wowote. Na wakati mwingine hatujui hata maisha yetu tutamalizaje. Hatujui lini Bwana atakuja kutuchukua. Hatujui. Anaweza kuwa wakati huu ambao unatazama ni wakati wako wa mwisho, na ni saa yako ya mwisho. Lakini wakati wa wokovu ni sasa. Neno la Mungu linasema wakati wa wokovu ni sasa. Wakati wa wokovu ni sasa. Wakati wa wokovu ni sasa. Hatuhitaji kesho
Wakati wa wokovu ni sasa, wa kumwamini Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Siongelee dini kwa sababu Yesu hakuleta dini. Dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu, bali wokovu ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu. Ninaongelea habari za wokovu, siongelee habari za dini. Ninaongelea habari za nafsi yako, ninaongelea habari za umilele. Mungu yupo na shetani yupo. Mbingu ipo na kuzimu ipo. Kama chuki ipo na upendo upo. Yesu anasema kwa upole. Bwana Yesu anasema kwa upole. Anasema kwa upole. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, neno la Mungu linasema, nipo malangoni nabisha, na yeyote atakayenifungulia mlango nitaingia ndani yake, nami nitakaa ndani yake, nitafanya makao. Nami nitafanya makao. Kuzaliwa kwako, wazazi wako waliamua uweze kuzaliwa, baba aliamua, mama akaamua. Lakini sehemu ambao roho yako itakapokuwa hapo, utaamua wewe mwenyewe. Na usubiri kwamba Yesu aje au ufe ndio kaamue ukiwa huko. Hapana. Tunaamua sasa. Unaamua sasa. Unaamua sasa. Ndio maneno ya Mungu linasema katika kitabu cha Ibrania, baada ya kifo ni hukumu. Haijalishi wachungaji wetu watatuombea namna gani, haijalishi ndugu zetu watalia namna gani, haijalishi viongozi wa dini walivyotuambia, wakati wa wokovu ni sasa. Na baada ya kifo ni hukumu. Hakuna atakayetuombea kama tumemkataa Yesu hapa duniani. Hata tukienda mbinguni, tukifa, tukienda huko katika ulimwengu mwingine, hata walio huko wakatuombea toba na kadhalika. Kama ulimkataa Yesu hapa, uweze ukaenda ukamkubali huko. Wakati wa wokovu ni sasa. Yesu anasema na wewe kwa sauti ya upole mno. Yesu yuko mlangoni kwenye moyo wako, anabisha. Mkubali sasa hivi awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mkubali sasa hivi. Mkubali sasa hivi. Ambaye uko tayari kumpokea Bwana Yesu. Sasa mtumishi, nimesikia maneno hayo yote ambayo umeongea mazito ya namna hiyo. Umeongea habari za Yesu na umeongea habari za umilele. Yesu, niko tayari kutoa maisha yangu. Nipo tayari kukukubali ukawe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ambaye uko tayari, weka mkono wako kulia kwenye moyo wako. Halafu useme sala hii ya toba pamoja na mimi kwa imani. Omba kwa imani sala hii ya toba. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Karibu ndani ya moyo wangu. Karibu ndani ya moyo wangu, ya Bwana Yesu. Ukawe Bwana wangu. Ukawe Mwokozi wangu. Ukawe kila kitu kwangu. Karibu Yesu. Karibu Yesu wangu mzuri. Karibu Yesu wangu mzuri. Karibu Yesu wangu mzuri. Ukanijaze na Roho wako Mtakatifu. Ukanijaze na Roho wako Mtakatifu. Ukanijaze na Roho wako Mtakatifu. Ukanipe nguvu na neema kushinda dhambi, na dhambi zinishinde tena. Ukanipe neema na nguvu ya kushinda kila addiction za kila aina. Ukanipe neema na nguvu ya kushinda addiction za kila aina. Karibu Roho Mtakatifu ndani yangu. Karibu Bwana Yesu ndani yangu. Karibu 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 ndani yangu. Ondoa huzuni, ondoa hofu, ondoa kukosa amani, ondoa kujihukumu, ondoa kujiraumu ndani yangu, ondoa hatia ndani yangu. Ukanipe utulivu, ukanipe furaha ndani yangu. Karibu Roho Mtakatifu. Karibu Roho Mtakatifu. Kila mizigo niwa nimeibeba, Bwana Yesu, ninaitua kwako. Ninaitua kwako. Nipe furaha ya wokovu, nikapate kufurahia wokovu, nikapate kufurahia maisha ya wokovu. Kanisaidie Bwana Yesu, nisirudi nyuma tena. Kanisaidie Bwana Yesu, nisirudi nyuma tena. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen.
Amina, amina. Mungu wa mbinguni akubariki ambaye umempokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wewe ambaye umempokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utatuandikia kwenye namba ambazo zinapita kwenye screen yako. Andika, mtumishi, nimempokea Bwana Yesu leo. Na sisi tutakutumia mwongozo kadha wa kadha ambao utakaokusaidia katika safari yako ya kwenda mbinguni. Tutakuwa tunakutumia mwongozo kadha wa kadha ambao utakaokusaidia katika safari yako ya kwenda mbinguni. Usisahau kununua Biblia kama hauna, na kama unayo usisahau kuisoma Biblia yako mwenyewe. Soma Biblia yako mwenyewe. Dunia imeharibika, ni mafundisho mengi mno ambao ya upotofu katika kizazi hiki. Pasipo kusoma neno la Mungu ni rahisi mno kuingia kwenye mtego wa adui. Lakini utakapokuwa unasoma neno la Mungu mwenyewe kila siku, maisha yako hayatabaki kama yalivyokuwa. Itakuwa ni ngumu sana wewe kudanganywa, itakuwa ni ngumu sana wewe kuingia kwenye mtego wa adui. Kwa nini? Kwa sababu unalijua neno la Mungu mwenyewe. Nahitaji neno la Mungu. Kwa ununua Biblia kama hauna. Kama upo nchi ni ngumu sana kupata Biblia kirahisi. Unaweza kwenda Play Store, App Store, ukadownload na ukawa unajisomea.